Katika jamii nyingi za Afrika, watoto huzaliwa katika jamii ambazo wanafunzwa. Ukikuwa binadamu ambaye ni tofauti, haijalishi tofauti yako ni gani, watu wataanza kujaribu kuielewa, na wasipoielewa watakuchukulia kwamba wewe si mtu ambaye unatakikana katika jamii hiyo. Lakini leo tunakuja kuzungumzia kuhusu watu ambao ni wasagaji, watu ambao ni mashoga, wabadilisha jinsia, watu walio na jinsia tofauti. Kukuwa na jinsia tofauti ni kitu ambacho katika Afrika nzima, baada ya wakoloni kuja na kwenda, walituachia sheria ambazo zilisema kukuwa tofauti ni kitu kibaya. Na tofauti ambayo waliimulika sana ni tofauti ya kukuwa shoga, ya kukuwa msagaji, ya kukuwa mtu mwenye jinsia tofauti, ya kukuwa mtu ambaye amebadilisha jinsia. Na wakasema kwamba sheria inafaa kuhakikisha kwamba watu hao hawakai katika jamii. Lakini hiyo si sawa, kwa sababu kabla ya ukoloni tuliishi pamoja kwa umoja. Kulikuwa na wasagaji, kulikuwa na mashoga, kulikuwa na watu wa jinsia tofauti, kulikuwa na wabadilisha jinsia, na watu wote, hakuna mtu ambaye alimfanya mtu mwingine asikie kama ambaye hatakikani katika jamii hii. Na huo ndio umekuwa umoja wa Afrika, watu kutoka Afrika Mashariki sana sana, lakini pia Afrika nzima, lakini pia dunia nzima, isipokuwa wakoloni peke yake. Kwa hivyo leo tunakuja hapa kusema kukuwa tofauti si kitu kibaya. Uko sawa vile ulivyo, ulizaliwa hivyo. Najua kuna mambo mengi ambayo yatakuja hapa katika maongezi haya, Mungu na dini na mambo ambayo tumefundishwa katika dini. Lakini pia hiyo dini yenyewe ni kitu ambacho kimekuja na wakoloni. Ni kitu ambacho tumehitaji kufunzwa. Kabla ya hiyo dini hatukuhitaji kufunzwa kwamba thamani ya mwanadamu haipungui kwa kuwa yeye ako tofauti. Binadamu anabakia kuwa binadamu, haijalishi utofauti wake na watu ambao jamii inawaangalia kama watu wa kawaida. Kukuwa tofauti haimaanishi wewe si mtu wa kawaida, inamaanisha tu uko tofauti. Na tuliishi kwa jamii ambazo zilipendana, na hizo tofauti zilituleta pamoja. Na tunapoangalia jamii hizi kwa sasa, jamii hizi zimekuwa na vita vingi, zimekuwa na mambo ambayo hawaelewani kwa wingi, kwa sababu watu wanaangalia sana kukuwa tofauti. Badala ya kuona tofauti kama kitu kizuri, wanaona tofauti kama kitu ambacho kinatuumiza, kitu ambacho kinatutenganisha. Lakini tofauti zinafaa kutuleta pamoja. Kwa hivyo kusema uko sawa, wewe ni shoga, wewe ni msagaji, wewe ni mtu mbadilisha jinsia, wewe ni mtu ambaye una jinsia tofauti, uko sawa vile ulivyo, ulizaliwa hivyo, unapendwa hivyo, tunakuona vile ulivyo, na unaishi katika jamii hii vile ulivyo. Na katika serikali zetu ambazo tuko nazo, binadamu hawa pia wanafanya kazi na wenzao, wanahakikisha kwamba wanainua uchumi wa nchi zetu. Kwa hivyo haina haja yoyote ya kudhulumu mtu kwa sababu ya kuwa tofauti, kwa sababu kuwa tofauti ni kitu kizuri. Ikiwa mimi naweza kulima shamba na wewe unaweza kupanda mahindi, na kuna mwenye anaweza kuvuna, si jamii yetu inakuwa nzuri? Basi acha watu waishi na tofauti zao na kujua kwamba sote tuko sawa, haijalishi tofauti zetu. Asante.